Bwana Yesu asifiwe sana. Apostle nimerudi na nitarudi tena. Na kesho nitarudi. Kila siku nitakuwepo. Kwa hiyo kazi ni kwako. Subscribe ili uweze kupata updates nyingi. Leo nataka tujadiliane kuhusiana na chanzo cha migogoro ndani ya kanisa. Chanzo cha migogoro ndani ya kanisa. Kuna vyanzo vingi sana, lakini leo nataka nizungumze chanzo kimoja ambacho kinaletaga shida, kuanzia kwa maaskofu, wachungaji, waimbaji, mashemasi na idara zingine zote. Fungua kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3. Biblia inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa ni bora kuliko mwingine. Kwa nini inakuwa tatizo? Jiulize tu. Wewe unaweza kumhesabu yule kuwa ni bora kuliko wewe? Wewe si mwinjilisti? Au wewe si mchungaji? Wewe ni choir master? Unaweza kumhesabu mwenzio kwamba ni bora kuliko wewe? Wewe ni mwana praise kabisa. Wewe ni mwana praise kabisa. Una karibu wiki 4 sasa haupewi wimbo wa kuimbisha, wa kulead. Je, ndani ya roho yako unaendelea kusema kwamba sijapewa nafasi kwa sababu huyu ni bora kuliko mimi? Labda nikupe ushuhuda. Mimi nimewahi kuabudu kwenye kanisa lenye kwaya 5. Kwaya 5. Halo, ndugu yangu, mle ndani kwa ni vichekesho. Ilikuwa ni hatari. Ukijiunga na kwaya hii, automatically umekuwa adui wa kwaya hii. Yaani hiyo ilikuwa iko wazi kabisa. Kwaya hii ikiimba, ikapigiwa makofi kidogo. Hii ikasimama kaimba, ikapigiwa makofi sana, watu wakasimama na kushangilia. Hilo ni beef. Kwa nini kanisa inapendelea? Sasa, mashindano. Makanisa mengi yanapata matatizo kwa sababu ya mashindano. Kwanza wachungaji hawaelewani. Shida ni kwa sababu wewe unashindwa kumhesabu mchungaji wa ile kanisa kwamba ni bora kuliko wewe. Maana halisi ya mstari kwenye kitabu cha Wafilipi ni inataka kutuelekeza upendo. Upendo ukiwepo sehemu, mashindano huwezi kuyasikia kabisa. Upendo ukiwepo sehemu, mimi nakueleza, upendo ukiwepo sehemu, wachungaji watapendana wote na wataona kwamba wanafanya kazi kwenye shamba la Mungu ambaye yeye ndiye ambaye amewaita wote. Wainjilisti, manabii, mitume, sio walimu wa makanisa, wote watapendana. Lakini sasa hivi kumekuwa mpaka na beef. Mchungaji huyu anamsema mchungaji huyu vibaya na watu wake, huyu anamsema huyu vibaya na watu wake. Ile kusema kwamba unamhesabu kwamba huyu ni bora kuliko mimi haipo. Hichi ndio chanzo. Na hii imesababisha makanisa kuwa mengi. Wewe umepewa kalama ya kuhubiri injili. Wewe ni mhubiri wa injili. Lakini unajiona kwamba mchungaji wako jinsi anavyofundisha, anafundisha masomo ambayo yako chini sana. Ila wewe ukisimama kufundisha siku hiyo, kila mtu anapiga saluti. Matokeo yake unaona kama vile unanyimwa nafasi, unaamua kwenda kuanzisha kanisa. Sasa ndio maana leo makanisa ni mengi kuliko hata idadi ya watu ambao wameokoka kamilifu kwa kweli. Kwa hiyo matatizo yamekuwa ni mengi sana. Nataka tuelewe. Nataka nikueleze. Hiyo vita ambayo unaiona ndani ya kanisa ni kwa sababu watu wana mashindano ndani yao. Ni kwa sababu watu wana mashindano ndani yao. Hiyo vita unaiona kazini kwako ni kwa sababu kuna watu wamejipanga. Aidha wewe umejipanga kuwashinda watu kwa namna fulani ambayo si ya katika unyenyekevu, na hauko tayari. Mtu mmoja akasema, mimi mtu akinichezea kwenye huduma anayoifanya namweka Yesu pembeni afu namshughulikia. Yesu sio mzigo. Unakosea, wewe ni ujinga. Yesu sio mzigo kwamba utamshughulikia mtu kwanza alafu baada ya hapo ndio mbebe Yesu tena uendelee naye. Hapana, unakosea. Upendo usitili mambo yote. Ni mchungaji sawa lakini una mapungufu yako. Ni mzee wa kanisa sawa lakini una mapungufu yako.
ni mwalimu wa kanisa, ni mashemasi mna mapungufu yenu, ni waimbaji mna mapungufu yenu, ni mashemasi mna mapungufu yenu, ni washirika mpaka waumini na mapungufu yenu. Sasa ukishindwa kumhesabu mwenzako kuwa ni bora, matokeo yake utaanza kuona mapungufu yake. Utaanza kuona mapungufu yake. Wewe ulifanya hivi, na atakwambia wewe ulifanya hivi. Sasa hapo matokeo yake ni kuleta mashindano. Na ukishaleta mashindano tu tayari ile huduma inaanza kuleta mpasuko. Hao watakuwa ni wa huyu, hao watakuwa ni wa huyu. Hao watakuwa mzee wa kanisa, hao watakuwa ni wa mchungaji. Matokeo yake kazi ya Mungu haiendelei. Na wakiingia washirika wenye akili mahali hapo, wiki moja tu, wiki nyingine hawarudi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana mashindano. Acheni kushindana. Wana kwaya mnashindana, wana praise mnashindana, hadi mashemasi mnashindana, wachungaji ndio usiseme, mnashindana. Sio sawa. Sisi sote tunaofanya kazi kwenye shamba la Bwana, anayekwenda kutulipa ni mmoja. Tusigombane. Kuna watu wengine paka mnazusha habari za uongo. Mimi nakumbuka nimewahi kuzushiwa habari kwamba nataka kuvunja kanisa, kwamba nikafungue kanisa langu. Umeona vitu kama hivyo? Unaishi sehemu kwa amani, unamtumikia Mungu. Unafika tu unapewa taarifa kama hiyo. Aliyakuwa unatumika kwa unyenyekevu na kwa uaminifu, na unakubali watu wakulee kama vile wazazi wako. Yaani unakubali viongozi wale wakulee kama vile wazazi wako. Lakini matokeo yake mtu kakija tu kale kawazo kama mashindano kwamba huyu mtu atanichukulia waumini, au huyu mtu atafanya hivi na hivi. Watu, yani upepo wote umehamia kwake, matokeo yake kazi ya Mungu inaharibika. Kwa hiyo nataka nikueleze, muhesabu mwenzako kuwa ni bora. Ukiona siku hiyo mtu anahubiri, muhesabu kwamba ni bora kuliko wewe. Ukiona siku hiyo mtu anaimbisha au anaimba, muhesabu kuwa ni bora kuliko wewe. Usijikute unaingia kwenye ule mtego wa kuponda watu na waponda watu, yani lile ndo alijui kabisa. Sio sawa. Tuwe sehemu ya kuatia watu moyo. Tuwe sehemu ya kuwaunganisha watu. Matabaka sehemu yoyote ile yanaweza akaletwa ikiwa watu wataanza kushindana. Matokeo yake kazi ya Mungu inaharibika. Watu wa Anglican wasijione kuwa wao ni bora sana kuliko hao Wakatoliki. Wakatoliki wasijione kuwa wao ni bora kuliko hao wa Pentecost. Wa Pentecost wasijione wao ni bora sana kuliko KKT aidha makanisa mengine. Hapo sasa tutaweza kutengeneza taifa moja la Kristo ambalo mchungaji atakuwa ni Yesu mwenyewe. Mimi nitamhesabu Mkatoliki kuwa ni bora kuliko mimi, na nitawaona watu wengine wote wenye dini zao kuwa ni bora kuliko mimi. Na baada ya hapo mwili wa Kristo unajengwa. Utajikuta tu automatically mtu wa FPST, mtu wa TAG, mtu wa MMPT, mtu wa PGA, mtu wa PAG na makanisa mengine yote, RRC na kadhalika, utajikuta wote tumekuwa ni kitu kimoja. Wachungaji tupendane, watumishi wa Mungu tupendane ili kuondoa mashindano. Na usijiinue. Biblia inasema yeye ajikwezae atashushwa. Yaani wewe unayejiinua utashushwa. Ikiwa leo Mungu amekubariki, umefanya huduma, watu wamepokea, watu wamefunguliwa, usijione kwamba wewe ni bora kuliko mtu mwingine, kwa sababu hata yeye akisimama kwa zamu yake anayeweza kuyafanya pale, wewe utaweza kuyafanya. Mungu akubariki sana. Tuondoe mashindano, tuweke upendo. Ondoa mashindano, weka upendo. Ondoa madhaifu, weka upendo. Ondoa mapungufu, weka upendo. Alafu uone huduma itakwenda vizuri sana. Ili pia uweze kuliweka kanisa kuwa kitu kimoja. Mtumishi wa Mungu ambaye unahangaika, kuliweka kanisa kuwa kitu kimoja. Ukiweza kuondoa mashindano na majivuno kwamba mimi ni bora kuliko fulani, mimi ninatoa sana kuliko fulani, mimi ndio kila kitu kwa mchungaji, yani mchungaji asiponiona mimi habarikiwi, au pale kanisani yani hiyo Jumapili nisipokuwepo hawabarikiwi. Nakwambia huo ni ujinga. Watu wanabarikiwa. Na ili ujue kama unabarikiwa ni kwa sababu ili ujue kama unabarikiwa, Jumapili hiyo akitoka watarudi tena na watarudi tena na watarudi tena. Kwa hiyo acha ujinga kusema kwamba mimi nisipokuwepo kila kitu pale, wala mimi nisipokuwepo.
My friend, umepotea. Usijivune kwa jambo lolote, hata kama leo ukifufua maiti, yaani leo kwa amekufa, verified by medical doctors, usijivune. Kuliko yule ambaye hata akiona tu pepo anakimbia. Usijivune. Sababu yote anayofanya hayo ni Roho Mtakatifu, ni Mungu mwenyewe ambaye ametuachilia kalama hizo, lakini pia kupitia Yesu Kristo ambaye mkombozi wetu, ambaye ni mwokozi wetu. Kusema hivyo, tuondoe mashindano. Waimbaji tupendane, tuondoe mashindano. Wahubiri tupendane, tuondoe mashindano. Alafu tutaona kanisa litakuwa, kanisa litaendelea, kanisa litapiga hatua kubwa, na watu wengi watamjua Kristo kwa sababu ya upendo wa jinsi tunavyoishi. Kanisani unajikuta kanisani kuna changamoto nyingi kuliko hata watu wa mtaani. Yaani kanisani, yaani kuna matatizo kuliko hata watu ambao hawamjui Kristo. Huyu hamtaki huyu, anamsema huyu, anamsengenya huyu, anamtengenezea kesi huyu, mwingine wasio anasema anamsagia kunguni huyu. Yaani kila mtu yuko kivyake. Huyu na huyu wasemeshani, yote yako makanisani. Matokeo yake mashindano huibuka. Matatizo yanakuwa ni mengi, watu kuchukiana. Hivyo basi tupendane. Tujihesabu kwamba sisi hatuwezi, ila anayetuwezesha ni Mungu. Baada ya hapo tutatembea wote katika mzani sawa. Mungu akubariki sana, nakupenda sana. Kama unajenga kanisa, Mungu akubariki sana. Fuata tu hiyo. Vunja kale kaloka mashindano. Usimuinue mtu sana kuliko watu wengine. Usimsifie mtu sana kuliko watu wengine ikiwa umepewa nafasi kubwa kwenye huduma unayoifanya. Mungu akubariki sana. Tuko pamoja. Amen.